Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2025, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, ni habari mbaya kwa viongozi wa serikali ya awamu ya 7 kutokana na maandamano mapya yanayozidi kuratibiwa na vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania. Maandamano haya yameweza kuratibiwa kufanyika tarehe 9 Disemba mwaka 2025, hatua ambayo hivi sasa vijana Gen Z katika mitandao ya kijamii na hata katika Jamhuri ya Tanzania wameweza kudai kwamba katika maandamano haya lazima wataweza kuandamana kwa ajili ya kudai haki kwa walioandamana na kupoteza maisha yao katika maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba vijana Gen Z kuna sababu ambazo wameweza kuratibu maandamano hayo kufanyika tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Moja ya sababu ni kwa ajili ya kumbukumbu ya uhuru wa Tanganyika ulioweza kufanyika mwaka 1961. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kudai haki kwa wote walioweza kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Vijana Gen Z wanaonekana kushinikiza hatua hii kwa ajili ya kujaribu kuomba uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo, hivi sasa ikiwa ni serikali ya awamu ya 7, kufanya mabadiliko na hata haki iweze kupatikana kwa vijana wote wa Gen Z walioweza kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Vile vile mtazamaji wangu, kwa njia moja au nyingine vijana Gen Z hawajaweza kufurahishwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kunyamazia kimya vifo vya vijana Gen Z. Hivyo basi wangependa uongozi wa serikali ya awamu ya 7 waweze kuchukua hatua kali dhidi ya maafisa wa polisi wote wale walioweza kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na vijana wa Gen Z waliokuwa wakiandamana. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba vijana hawa Gen Z walikuwa wakiandamana kwa ajili ya kuomba reforms ziweze kufanyika, ndipo ambapo uchaguzi mkuu uweze kufanyika jinsi ambavyo uliweza kuratibiwa kikatiba. Pia sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z hawa waliokuwa wakiandamana kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kufurahishwa na viongozi ambao walikuwa wakiwania kiti cha urais pasipokuwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo vijana Gen Z waliweza kuwa na imani na Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na manifesto aliyokuwa ameweza kuyazungumzia ataweza kuyafanya kipindi na wakati ambapo ataweza kuingia Ikulu kuhudumu kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania na hata yeye kufanikisha azma yake ya kuwa rais wa 7 katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, gumzo lingine ambalo vijana Gen Z wanadai kwamba wakiweza kuandamana tarehe hiyo 9 Disemba mwaka 2025 wangependa uhuru wa vyombo vya habari na maoni viweze kuachiwa huru na uongozi wa serikali ya awamu ya 7, tofauti kabisa na kile ambacho kiliweza kushuhudiwa kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walikuwa wakiandamana katika maandamano yaliyoweza kuanza mapema tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa njia moja ama nyingine mtazamaji wangu, kwa jambo la kupiga kura na ukandamizaji wa kisiasa kwa upande wa upinzani, vijana Gen Z wanazidi kuomba marekebisho yaweze kufanyika ili vyama vyote vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania viweze kuwa na uhuru na hata kuwa na usawa, ili ifikiapo katika zoezi la kupiga kura upya vyama vyote viweze kushiriki zoezi hilo lililoweza kuratibiwa kikatiba,
tofauti kabisa na kile ambacho kiliweza kushuhudiwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, chama Chadema na chama cha ACT Wazalendo kutoshiriki katika uchaguzi mkuu uliokuwa umeweza kuratibiwa kikatiba. Kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z katika maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba mwaka 2025 wangependa kuzungumzia hali ngumu ya uchumi na ukosefu wa ajira, jambo ambalo serikali AMISAB hivi sasa unaonekana wazi kutoitilia manani, bali kurekebisha uchumi kutokana na hasara kubwa ambayo imeweza kupata kutokana na biashara za kibinafsi na hata zile ambazo zinazidi kumilikiwa na viongozi waliokuwa katika serikali AMISITA kwa wakati huo, kuchomwa, kuvunjwa, kuharibiwa na hata kusababisha hasara ya mamilioni. Vile vile vijana Gen Z wanazidi kuwakilisha ombi la kuzimiwa mitandao ya kijamii. Sote tuliweza kushuhudia vijana hawa Gen Z katika maandamano yaliyoweza kuanza tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 waliweza kuathirika pakubwa katika maandamano yao waliokuwa wameweza kuanzisha hasa kupitia mitandao ya kijamii, kipindi na wakati ambapo internet iliweza kuzimwa hadi umeme nao kupotezwa, jambo ambalo ikawa vigumu kwa vijana hawa Gen Z kuwasiliana kwa njia moja ama nyingine, hatua ambayo hawajaweza kuifurahia kamwe, na hivi sasa kuandamana kwa ajili ya jambo hilo serikali AMISAB iweze kurekebisha. Na mtazamaji wangu, ikiwa ni mabadiliko ya mitandao ya kijamii, pia hivi sasa vijana Gen Z wangependa mabadiliko yaweze kuwemo katika Jamhuri ya Tanzania bila utumiaji wa nguvu kupita kiasi, jinsi ambavyo iliweza kushuhudiwa kipindi na wakati ambapo maandamano ya Gen Z yaliweza kuwa hatua ambayo Watanzania wengi hawakuweza kufurahisha, na hata hivi sasa kusababisha uchunguzi mzito kuanza kufanyika dhidi ya vifo ambavyo vijana Gen Z waliweza kukufa, baadhi ya jamaa wa karibu kudai ya kwamba haki lazima iweze kupatikana kwa njia moja ama nyingine. Vijana Gen Z bado wanazidi kuamini kwamba maandamano haya ambayo yameweza kuratibiwa Disemba tarehe 9 mwaka 2025 huenda Tanzania mpya ikaweza kuzaliwa, kwani wanaamini kwa njia moja ama nyingine tukio sawia na lile lililoweza kutokea mwaka 1961 huenda likaweza kujirejelea katika tarehe hiyo ya Disemba tarehe 9 mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, maoni yako ni yapi kuhusiana na maandamano hayo mapya kabisa ambayo vijana Gen Z wameweza kuyaratibu kuandamana dhidi ya serikali ya AMISAB? Usisahau kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.